Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna watu imara na kuna watu dhaifu. Binadamu dhaifu ni binadamu ambao ili kuuficha udhaifu wao, huwa wanaweza kutumia mbinu mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine unaweza usielewe kama ni watu dhaifu ambao wanauficha udhaifu wao. Kwa sababu mimi ninakupenda na ninatamani ujue mbinu mbalimbali ambazo binadamu dhaifu huwa wanatumia kuuficha udhaifu wao, nitakwenda kukuambia mbinu zote ambazo asilimia kubwa ya binadamu dhaifu ambao unakutana nao katika maisha yako huzitumia kwa ajili ya kuuficha udhaifu wao. Kama na wewe ni moja kati ya watu ambao wamevutiwa na mada hii, amini mada hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, tafadhali jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni mbinu mbalimbali ambazo asilimia kubwa ya watu dhaifu hupenda kuzitumia kuuficha udhaifu wao. Namba 1, kulaumu watu wengine kila wakati. Hii ni miongoni mwa mbinu ambazo asilimia kubwa ya binadamu dhaifu hupenda kuitumia kwa ajili ya kuonesha wao hawana makosa. Mara nyingi hata wanapofanya kosa fulani hawapendi kuwajibika katika makosa ambayo wameyafanya. Ni watu ambao wanapenda kuwaaminisha watu wengine kuwa jambo fulani limefanyika si kwa sababu ya wao, bali ni kwa sababu ya watu wengine. Hata vitu ambavyo wao walipaswa kuwajibika navyo hupenda kuwasakizia ama kuwaaminisha watu kuwa ni watu wengine ndio waliopaswa kufanya vitu fulani, na ndio maana kuna vitu fulani ambavyo si sahihi vimetokea. Kama na wewe ni moja kati ya binadamu wanaopenda kuwalaumu watu wengine kila wakati katika makosa ambayo umeyafanya wewe, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu dhaifu sana katika hii dunia. Jambo moja ambalo unatakiwa ujifunze na kulikubali ni kuwa hakuna mwanadamu ambaye alizaliwa akiwa amekamilika. Ili mradi wewe ni mwanadamu, basi makosa ni sehemu ya maisha yako. Kila siku huwa tunafanya makosa, lakini namna pekee ya kuwa imara ni kuyakubali makosa yako na kujifunza kupitia makosa yako. Namba 2, kujifanya wanajua kila kitu. Miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu dhaifu hupenda kuvifanya katika maisha yao ni ujuaji wa kila kitu ambacho wanakutana nacho katika maisha yao. Hawa ni binadamu ambao pengine hawana hata ujuzi wa vitu ambavyo wanavizungumza mbele za watu, bali wao wanahitaji watu wengine waweze kuwaona kama watu bora kuliko watu wengine kwa kuonesha ujuaji katika kila kitu ambacho kinakuja mbele ya macho yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini ili uweze kuwa mwanadamu mwenye ujuzi wa vitu vingi kwenye maisha yako. Penda kujifunza kutoka kwa watu wengine. Jione kama mwanafunzi kila itwapo leo. Hata siku moja usijiweke katika nafasi ya ujuaji, kwa sababu hiyo ni nafasi ambayo itakunyima nafasi ya kuweza kujifunza vitu vingi kutoka kwa watu wengine. Hivyo hii ni mbinu mojawapo ambayo asilimia kubwa ya binadamu dhaifu wanapenda kuitumia katika maisha yao. Namba 3, kutafuta huruma. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya ili uwe mwanadamu imara kuliko binadamu wengine, hakikisha unakuwa na uwezo wa kuwajibika kwa matendo yako. Yani chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako, kabla ya kuamua kukifanya, fikiria kuhusu faida ya kitu hicho, lakini fikiria kuhusu madhara ya kitu ambacho unakwenda kukifanya. Ukishajua kitu hicho kina madhara lakini bado ukaendelea kukifanya, madhara yanapokuja usikae kuanza kutafuta huruma kwa binadamu wengine, bali shughulikia madhara ambayo yamejitokeza kwa sababu ulijua yatatokea. Asilimia kubwa ya binadamu ambao ni wadhaifu kuliko binadamu wengine, yanapojitokeza madhara ambayo yametokana na vitendo ambavyo walikuwa wanavifanya, badala ya kuwajibika na matokeo hayo, wao huanza kutafuta huruma kwa binadamu wengine.
Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao huwa wanatafuta huruma kwa watu wengine katika vitu ambavyo unaweza kuwajibika navyo, basi wewe ni mwanadamu dhaifu katika hii dunia. Badilika, kwa sababu hauwezi kuwa mwanadamu imara ikiwa una kawaida ya kutafuta huruma kwa binadamu wengine, hali ya kuwa vitu ambavyo umevifanya ukiwa na akili timamu, na pengine ulikuwa unajua kabisa matokeo ambayo umekutana nayo yatakwenda kutokea katika siku zijazo. Namba 4, kuepuka majukumu makubwa katika maisha yao. Kwa sababu kila mwanadamu alizaliwa likiwepo kusudio ambalo anatakiwa aje kulitekeleza katika uso wa dunia. Majukumu ni miongoni mwa vitu ambavyo hatuwezi kuvikwepa katika maisha yetu, lakini majukumu makubwa ni kwa ajili ya binadamu imara, na ndio maana binadamu imara ni binadamu pekee ambao huwa ni rahisi sana kuweza kujijua wao ni akina nani na walikuja duniani ili waje kufanya nini, na ndio hawa wanaofanikiwa, kwa sababu binadamu wanaotambua dhumuni la wao kuwepo duniani wakilishi dhumuni hilo hufanikiwa kuliko binadamu wengine. Lakini binadamu wenye udhaifu huwa ni vigumu sana kuweza kujitambua, na mwisho wa siku ni watu ambao huishia kufanya vitu vidogo vidogo katika maisha yao, kwani ni watu ambao huogopa changamoto katika maisha yao, na ni binadamu ambao hawawezi kuzikabili changamoto. Wanapokutana na majukumu makubwa, ni watu ambao wana kawaida ya kutengeneza visingizio kadha wa kadha kwa ajili ya kuyakwepa majukumu hayo. Kama na wewe ni miongoni mwa binadamu ambao hawapo tayari kukabiliana na majukumu makubwa katika maisha yao, basi wewe ni mwanadamu dhaifu sana. Ili uweze kuwa mwanadamu imara, tafadhali acha kuogopa majukumu, kwani wakati mwingine majukumu huja na changamoto, lakini changamoto ambazo huja na majukumu hutujenga kwa ajili ya kutimiza majukumu ambayo yapo katika maisha yetu. Namba 5, kujionyesha kuwa wao ni wahanga wa kila kitu ambacho kinatokea katika hii dunia. Asilimia kubwa ya binadamu dhaifu kuliko binadamu wengine ni watu ambao linapotokea jambo lolote kwa bahati mbaya katika maisha yao, ili kujificha katika udhembe na hofu waliokuwa nayo katika maisha yao, hawa ni watu ambao wanapenda kujifanya wao ni wahanga katika kitu ambacho kimetokea, hata kama wao ndio sababu ya kitu hicho ambacho kimejitokeza katika maisha yao. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuviepuka kwenye maisha yako ni kujiweka katika upande wa wahanga katika kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yako, kwani wewe utakuwa miongoni mwa binadamu dhaifu katika maisha yako. Kama kitu kimetokea na hakijakugusa katika namna yoyote, tafadhali ishi uhalisia wa maisha yako. Lakini ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao kila linapotokea jambo unajiweka upande wa watu walioathiriwa na jambo hilo, hata kama si kweli, jua wewe ni mwanadamu dhaifu, na kwa sababu ya udhaifu wako unahitaji huruma ya watu wengine, unahitaji kushikwa mkono kila wakati, unahitaji kuinuliwa hata katika wakati ambao unatakiwa kuinuka mwenyewe, basi wewe utaendelea kubaki kuwa dhaifu katika maisha yako yote. Badilika, kwa sababu bado unayo nafasi ya kubadilika katika maisha yako yaliyobaki. Namba 6, asilimia kubwa ya binadamu dhaifu wanapenda kutumia ukali na hasira katika kuficha udhaifu wao. Miongoni mwa watu ambao wanateseka katika maisha yao ni watumishi ambao wanafanya kazi chini ya uongozi wa binadamu dhaifu. Unaweza ukadhani binadamu dhaifu ni wale ambao hawajaenda shule, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Udhaifu ni kitu ambacho pengine mwanadamu anaweza kukipata kwa sababu amezaliwa nacho, ama anaweza kukipata kutokana na malezi ambayo amekuwa nayo katika kipindi chote cha ubinadamu wake. Wakati mwingine tunajikuta tunaongozwa na binadamu dhaifu, na huu ni wakati ambao watu dhaifu hujikuta wakiwaumiza watu wengine kwa sababu ya matumizi ya hasira na ukali kwa lengo la kuficha udhaifu wao. Mara nyingi binadamu dhaifu hata wanapohojiwa kuhusiana na vitendo vyao wenyewe, huwa wanatumia ukali na maneno yenye hasira ndani yake kwa ajili ya kuwazuia watu wengine wasiendelee kuhoji kuhusu vitendo vyao ambavyo wamevifanya wenyewe katika maisha yao. Wanakuwa wakali ili kuwafanya watu wengine waogope kuwauliza maswali ama kuhoji kuhusu udhaifu ama uwezo wao mdogo. Kama
nawe ni miongoni mwa binadamu ambao hawawezi kujenga hoja katika maisha yao, badala yake wanapenda kutumia ukali na hasira ili kuwafanya watu wengine wasiwahoji kuhusu uwezo wao, basi wewe ni mwanadamu dhaifu kuliko binadamu wengine. Lakini pamoja na kuwa wewe ni mwanadamu dhaifu, udhaifu ni kitu ambacho kinaweza kuja na kuondoka kwenye maisha yako. Anza kujenga tabia ya kuizuia hasira. Anza kujenga tabia ya kubomoa ukuta wa hasira ambayo huwa unaiweka ili kuzuia watu wengine wasihoji kuhusu uwezo wako. Badala yake kubali, kuna baadhi ya nyakati unaweza usiwe bora, lakini jifunze kwa watu wengine waliofanikiwa kuliko wewe na utakwenda kuwa mwanadamu imara kuliko binadamu wengine. Namba 7, asilimia kubwa ya binadamu dhaifu wanapenda kujificha kwenye vikundi vya watu wengine au vivuli vya binadamu wengine. Binadamu wengi, ili kuficha udhaifu wao, si watu wanaopenda kufanya vitu wakiwa wao wenyewe. Hawawezi kusimama peke yao na kufanya vitu kwa mikono yao wenyewe, bali ni watu ambao matendo yao mengi wanapenda kuyaficha katika vikundi. Ni watu ambao majukumu yao wanaweza kuyatekeleza wakiwa katika vikundi, na ili kuficha udhaifu wao, ni watu ambao mara nyingi sana watakuwa wanahofia kusimama na kufanya wao wenyewe. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao hauwezi kusimama wewe mwenyewe, bali unapenda kujificha katika mafanikio ya watu wengine au katika vikundi vya binadamu wengine, basi wewe ni mwanadamu dhaifu, kwani mwanadamu ambaye yuko imara kuliko watu wengine anajua yeye ni mfalme na yeye ni mtawala wa hii dunia, kwani mamlaka yote alikabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimkabidhi mwanadamu mamlaka ya kutawala kila kitu kilichopo katika bahari na kilichopo katika uso wa dunia pamoja na angani, hivyo anaweza kufanya chochote na akafanikiwa katika hii dunia. Lakini kwa sababu ya udhaifu wako, unadhani hauwezi kufanya chochote, badala yake unapenda kusimama nyuma ya kivuli cha watu wengine au katika vikundi, kwa sababu unahofia watu wengine watagundua uwezo wako ni mdogo. Namba 8, asilimia kubwa ya binadamu dhaifu wanapenda kuyadharau mafanikio ya binadamu wengine. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua unapokutana na mtu alafu mtu huyo akawa ni mtu ambaye anakosoa sana ama kuyadharau mafanikio ya binadamu wengine, ujue huyo ni mwanadamu dhaifu kuliko binadamu wengine, kwani mwanadamu imara anajitambua. Kama ambavyo anaweza kukosoa pindi unapokosea, ndivyo anavyoweza kukupongeza pindi unapopatia. Binadamu wengi imara wanaweza kuappreciate mafanikio ya watu wengine bila ya kuwa na wivu, lakini binadamu dhaifu wametawaliwa na hila na wivu katika mioyo yao. Wanapoona watu wengine wamefanikiwa kuliko wao, wanaweza kuweka visingizio kuwa watu waliofanikiwa wamefanikiwa kwa sababu wanamwabudu shetani, yani wametumia nguvu za giza, na wanazungumza yote hayo ili kuwaaminisha watu kuwa umaskini au magumu ambayo wanayo kwenye maisha yao ni halali yao, kwa sababu wao ndio watu wanaopendwa na Mungu kuliko watu wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili, ujue wewe ni mtu dhaifu kuliko binadamu wengine. Namba 9, ni binadamu wanaopenda kutumia udini ama uzalendo vibaya. Mara nyingi binadamu dhaifu kuliko binadamu wengine wanapenda kutumia hoja za kidini au kizalendo ili kuhakikisha kushindwa kwao ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini hawawezi kutumia vifungu ambavyo vinaonesha mwanadamu asipofanya kazi na asile. Hawawezi kuonesha vifungu vya kuwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hawawezi kuonesha mamlaka ambayo Mwenyezi Mungu amemkabidhi mwanadamu katika hii dunia. Hawa ni watu dhaifu ambao hawawezi kufanikiwa katika maisha yao kwa sababu ya imani walizokuwa nazo, na wanapenda kuelezea uzalendo au mistari ambayo inahalalisha umaskini ama uduni wa uwezo wao katika hii dunia. Namba 10, ni binadamu wanaopenda kutoa visingizio vya kila aina ili kuficha udhaifu wao. Asilimia kubwa ya binadamu ambao ni wadhaifu kuliko binadamu wengine, kila wanaposhindwa huwa na sababu mpya zisizoisha. Mara nyingi wanapenda kutumia sababu za kimazingira, watu
hali ya hewa na sababu nyingine nyingi, badala ya kukubali uhalisia kuwa kushindwa wakati mwingine ni jambo la kawaida, na unaposhindwa ni muda ambao unatakiwa kukaa chini na kujiuliza ni kwa sababu gani umeshindwa, badala ya kuanza kutengeneza sababu zisizokuwa na uhalisia ili kuaminisha watu wengine kuwa hata angekuwepo mtu yeyote angeweza kushindwa kama wao walivyoshindwa. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye, tukutane tena katika video ijayo.